Wananchi Young Africans tayari wameshaingia ndani ya Malawi, kwa maana ya kikosi cha timu hiyo kimesafiri leo hii asubuhi mapema. Alianza safari kuelekea Malawi na tayari wamesharipoti ndani ya Malawi, huku baadhi ya mashabiki wakiwa safarini kwa basi wakiwa wanaelekea huko Malawi kwa ajili ya mchezo wa mzunguko wa pili wa mguu wa kwanza hatua za awali Ligi ya Mabingwa Afrika kati ya Silver Strikers ya huko Malawi dhidi yao Young Africans. Kwa hivyo tayari logistics zinaendelea, mazingira yanazidi kuwa mazuri, lakini session hii tunakwenda kuangalia baadhi ya mambo ambayo ni vitu vya kuviangalia ndani ya mchezo huu. Mashabiki wanaondoka na basi kadhaa kuelekea Malawi kwa ajili ya kwenda kuipa nguvu timu hii ya Young Africans. Na kule Malawi wapo wa Tanzania wengi, na kwa sababu haya mataifa pia ni majirani, tumekuwa tukishirikiana kwenye vitu vingi. Huu mji ambao wanakwenda kuchezea mechi ni mji wa Lilongwe, ni mji ambao una idadi kubwa tu ya Watanzania ambao wanaweza kutoa support kwa ajili ya Young Africans. Okay, plus na wale mashabiki ambao wametoka hapa kwenda kule, maana yake Young Africans wanakwenda kuimarisha zaidi nguvu yao ya mashabiki. Silver Strikers pia wanao mashabiki wao. Mchezo unakwenda kuchezwa katika uwanja wa Bingu National Stadium ambao unapatikana Lilongwe na unabeba mashabiki zaidi ya 40,000. Naam, sasa tunakwenda kuangalia wachezaji hatari wa kuchungwa ndani ya kikosi cha Silver Strikers. Wakati huo pia ni kukumbusha kwamba trending story ndani ya Malawi ni ujio wa Young Africans, wakiwa wanaiheshimu, wanajua juu ya ubora wake hiyo timu, na wanajua kuhusu kandanda ya Tanzania na hatua ambayo imepiga. Ukizungumzia Young Africans kwa mataifa mengi Afrika sasa tayari imeshajitambulisha, imeshakuwa klabu ambayo haina doubt juu ya ubora wake, juu ya umashuhuri wake. Sasa mechi hii inakwenda kuchezwa wakati huo wa Malawi wakiwa hususan watu wa Lilongwe ambao ndo klabu hii inatokea, wanafahamu kwamba hawana timu nyingine iliyobakia katika michuano ya kimataifa. Walikuwa wakiwakilishwa na timu mbili. Timu ya kwanza ni hii Silver Strikers ambayo inawakilisha Champions League, na timu nyingine ambayo walikuwa wakiwakilishwa nao ni Mighty Wanderers ambao wenyewe pia waliumaliza mwendo dhidi ya Jwaneng Galaxy kutoka Botswana. Sasa moja kwa moja tukaenda kuangalia wachezaji hatari kwenye kikosi cha Silver Strikers. Wa kwanza ni goalkeeper, just imagine, George Chikoka. Ni goalkeeper ambaye msimu uliopita wa ligi kuu ya Malawi alifanikiwa kuvuna clean sheets 18. Ni goalkeeper ambaye ameweka rekodi kwenye taifa la Malawi kwa mara ya kwanza. Tuzo ya MVP wa msimu, yani mchezaji bora wa msimu, anakuwa goalkeeper. Ni yeye kwa mara ya kwanza amefanya hivyo kwa maana ya msimu uliopita. George Chikoka ni goalkeeper ambaye ameshinda pia tuzo za Golden Glove kwa msimu uliopita, yani goalkeeper bora wa msimu kiachana tu na MVP. Lakini kama haitoshi, ameisaidia timu yake kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Malawi, lakini pia ni nyota ambaye anaitwa timu ya taifa ya Malawi, yani yupo kwenye kikosi cha The Frames ambacho kinanolewa na Kalisto Pasua. So huyo ndio mchezaji wa kwanza. Kwa hiyo ukiwa unaangalia hii mechi ya Yanga na Silver Striker na Yanga, kwenye kichwa chako ujue kwamba mchezaji bora zaidi ndani ya kikosi cha Silver Strikers basi ni goalkeeper George Chikoka. Mchezaji mwingine ambaye ni bora ni McDonald Lamek. Yes, huyu ni fullback wa kulia. Sometimes wagana chezaga kama center back, lakini eneo ambalo ni bora zaidi ni fullback wa kulia, na huyu ni miongoni mwa nyota ambao wanaunda kikosi cha timu ya taifa ya Malawi The Frames, na alikuwepo pia hata kwenye mechi ya mwisho ambao The Frames walipata kichapo dhidi ya Sao Tome and Principe cha bao 1-0. Kwa hiyo yeye alikuwa akitokea upande wa kulia. Na kwenye kikosi hiki cha Silver Strikers mara nyingi anatokea upande wa kulia, na ni mchezaji ambaye msimu uliopita, tuzo za msimu uliopita wa 2024, yeye alibeba tuzo ya Best Defender, mlinzi bora wa msimu wa 2024 wa ligi kuu ya Malawi. Mchezaji mwingine hatari wa kuchungwa ni Uchizi Vunga.
Yes, huyu unaona jina lake lina trend hapa Tanzania, na naamini kwa sababu ya namna lilivyo uchizi vunga. Kwa hiyo lina trend kwa namna yake, lakini mchezaji mzuri sana kwenye safu ya midfield, anafanya kazi nyingi sana rahisi. Ni mchezaji ambaye msimu jana wa 2024 katika zile awards, zile tuzo zilizotolewa, alishinda tuzo ya kiungo bora wa msimu wa ligi kuu ya Malawi. Huyu ni Uchizi Vunga, raia wa Malawi, na mara kadhaa amekuwa akiitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Malawi maarufu kama The Flames. Kwa hivyo ujue kuwa Uchizi Vunga ni moja ya viungo wazuri sana, na utofauti wake yeye na wachezaji wengine ni bridge, anaweka bridge. Kwa hiyo zinakwenda kukutana bridge nyingine, na kwenda kukutana na Pacome Zouzoua katika eneo hilo hilo la kiungo, lakini yake upande wa Young Africans. Kwa hiyo Uchizi Vunga ni miongoni mwa wachezaji wengine wa kuchungwa. Nyota mwingine wa kuchungwa ndani ya kikosi hiki ni huyu ni kocha wao. Yes, kocha wa Silver Strikers ambaye ni Peter Mgangira. Peter Mgangira ni kocha mpya ambaye ndo anakiongoza kikosi cha Silver Strikers sasa hivi, na yeye ndiye ambaye alifanya kazi kubwa kuitoa El Jaco Plus katika hatua za mwanzo, ile El Jaco Plus ya Madagascar, lakini wameingia katika finali, wameingia katika hatua hii ya pili baada ya kuondosha El Jaco Strikers msimu uliopita. Ambaye alichukua ubingwa na timu hii ni Peter Mponda, ambaye ndo alikuwa head coach wa Silver Strikers, na baada ya kufanya vizuri akawa amechukuliwa na Big Fish. Yes, ndani ya Malawi Big Fish wao ya klabu kubwa yao ni Nyasa Big Bullet. Kwa sababu tunapozungumza Peter Mponda ni kocha wa Nyasa Big Bullet. So huko ameondoka, lakini huyu Mgangira bado ni kocha ambaye anaonekana kuwa stable katika ligi, nafasi ya 3 nyuma Nyasa Big Bullets na Mighty Wanderers, klabu hizo ambazo zinatokea katika jiji la Blantyre. Lakini mazingira ndio yako hivyo kwa hao nyota wanne ambao nimewataja hapa, au ndio nyota wa kuchungwa zaidi ndani ya kikosi cha Silver Strikers, kwa maana ya goalkeeper George Chikoka, fullback wa kulia McDonald Lamek, midfielder Uchizi Vunga na kocha Peter Mgangira. Hao ndio nyota wa kuchungwa ndani ya kikosi cha Silver Strikers. Mbali na hapo, tunatarajia kwenda kushuhudia mechi yenye ushindani mkubwa, kila mmoja akifahamu kwamba baada ya safari hiyo timu zote zinaingia, anayeshinda matokeo mazuri ya jumla ya nyumbani na ugenini ataingia katika hatua ya makundi moja kwa moja. Mechi ya pili inatarajiwa kuchezwa Oktoba 25 sawa na Jumamosi saa 11 jioni. Young Africans watakuwa uwanjani hapa Tanzania. Bado sija confirm uwanja ambao watautumia, lakini possibility kubwa ni uwanja wa Benjamin Mkapa ndio watautumia kwa ajili ya mechi yao ya pili ya marudiano ambayo itachezwa hapa nyumbani. Kwa hiyo hilo ndo kubwa zaidi, lakini nikitumia fursa hii pia kuwakumbusha wale wadau wote wanaotumia usafiri wa pikipiki, kwa maana wanangu bodaboda, mafundi garage, lakini pia ambao wanafanya biashara ya kuuza spare za jumla na rejareja. Yes, ili upate spare nzuri, basi fika pale Kariakoo mtaa wa Mafia na Sikukuu katika duka la ABY au King Masai shop ambalo linapatikana mtaa wa Mafia na Sikukuu. Namba za simu nimekuwekea hapo chini. Hao ndo mabingwa kabisa kuuza spare vifaa hivi kwa ajili ya kuhakikisha guta lako linakaa sawa, bajaji yako inakaa sawa, pikipiki yako inakaa sawa. Na nyuko wafanya biashara jumla na rejareja zinapatikana pale ABY au King Masai shop ndani ya Mafia na Sikukuu. Bwana, mpaka wakati mwingine.